La habari kitaifa na kimataifa. Habari za asubuhi. Habari ni njema. Habari ya kuamka kwako na zatoka Ijumaa. Ya, ni nzuri kabisa. Tunamshukuru Mungu. Keki umekula? Keki nimekula dabo. Ibada awamu ya kwanza na ibada awamu ya pili. Kwa jumla tuseme nimekula keki mbili tofauti. Ya mtumishi wa Mungu ya kusherehekea, lakini pia na ile nyingine iliyoandaliwa kwa ajili ya sisi sote. Upekee huo hujaupata peke yako. Hata mimi nimeburudika na nimekuwa ni sehemu ya baraka hizo siku ya jana. Lakini pia nikizidi kumshukuru Mungu kwa maisha ya mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa. Kabisa. Na leo ametuandalia kongamano kubwa kabisa, ibada ya maombi na maombezi kufunguliwa kwa watu wote. Kwa hiyo usipange kukosa siku ya leo, na ibada itakuwa kwa awamu moja tu. Awamu ya pili basi ni pale ambapo tutapita katika ibada ya maombi ya mkono kwa mtu mmoja mmoja waliotoka mikoani na wale waliotoka nje ya nchi. Kwa hiyo leo usipange kukosa Jumatatu ya baraka kabisa. Tunasema ni Monday ambayo inakwenda kuleta matokeo ya tofauti katika watu wa Mungu ambao wamekusanyika ndani ya madhabahu ya Nukaangaza. Kwa hiyo leo Jumatatu uko muujiza wako. Ni kuanzia majira ya saa ngapi? Saa 6. Kwa hiyo saa 6 kila mtu amekwisha kufika pale. Anahitaji kuonana na mtumishi wa Mungu, apite mapokezi, atapata kadi maalum kwa wewe wa mkoani, uliotoka nje ya nchi na ule wa jiji la Dar es Salaam, ambao watu wa jiji la Dar es Salaam wanaonana na mtumishi wa Mungu katika ibada ya maombi ya mkono siku ya Jumanne. Kwa hiyo na wao leo kadi zinatoka ni Jumatatu tu wote. Yes, kwa hiyo ili uhakikishe kwamba unawahi, ni vema ukachukua leo, sababu kesho ndio siku yako. Uweze ukachukua kesho ukajikuta kwamba inaweza ikairishwa. Na kesho hazitoki kadi zinatoka Jumatatu zote. Wa Dar es Salaam, wa mkoani na wale wa nje ya nchi. Ambapo leo wataombewa nje ya nchi na waliotoka mkoani. Okay, sawa. Tujuze yaliyojiri huko kitaifa. Yes, gumzo kitaifa kubwa zaidi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amezitaka jumuiya za wafanyabiashara nchini kuendelea kuwa na imani na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani amedhamiria kutatua changamoto zinazohusu masuala ya kodi. Mheshimiwa Majaliwa ametoa kauli hiyo alipokuwa akijibu hoja zilizotolewa na mwakilishi wa wafanyabiashara wa halmashauri ya Makambako aliposimama na kuzungumza na wananchi wa eneo hilo. Tusikie zaidi. Baada ya mapendekezo yenu wafanyabiashara yale 15 kufuatia kikao cha Kariakoo, Mheshimiwa Rais ameunda tume inayofanya mapitio ya mfumo wa kodi Tanzania, inaongozwa na Balozi Sefue ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi. Ina wataalamu waliobobea wa masuala ya kodi. Ndio eneo ambalo linalalamikiwa mno, mifumo yake, aina ya kodi, wingi wa kodi, yote yamezungumzwa. Na ile tume inaendelea kuzunguka nchi nzima. Sina wakiwa malipita kwenye mkoa au na watapita ili kupata maoni yenu. Kodi nyingi zinazosumbua kwenye biashara, zinaogopesha kwenye biashara, tuzifanyeje mtu aweze kulipa moja, ili huku kwa watu kama kuna watu wakugawana huko wagawane wenyewe, ila mlipaji alipe eneo moja. Haya yote yataingizwa kupitia matokeo ya tume. Kwa wafanya biashara muwe na amani, eneo hili linafanywa kazi na tume. Itakapomaliza kazi zitatoa mawasilisho yanayoingia kwenye sheria, yatakwenda yatatoka kwenye kanuni, yataingia utekelezaji wa maagizo ya waraka tu, yatafanywa kazi. Nimpongeze kamishna TRA kama muondoa huyo ambaye alikuwa anasumbua kwa biashara. Serikali hii inataka kila Mtanzania ajue umuhimu wa kulipa kodi. Na tunatambua na tunajua sasa Watanzania wanajua vizuri zaidi umuhimu wa kulipa kodi. Malalamiko yenu ya huyu aliyepo anasumbua, sisi tuko tayari kulipa kodi. Mimi napokea kauli hiyo vizuri kwa mikono miwili kabisa, kwamba endeleeni kuona kwamba kodi ndio msingi wetu wa maendeleo. Na panapokuwa na kero msisite kusema. Mkuu wa wilaya yupo, mkuu wa mkoa yupo, lakini mbunge yupo. Tutapata taarifa kupitia vyombo hivi na tutawapa ushirikiano wa dhati ili mfanye biashara zenu bila ya mtu yoyote kuja kusumbua. Nimekusikia na wewe unajua tumefanya kazi kubwa kwenye nchi hii kurekebisha biashara. Rais wetu ameunda timu mbalimbali kupitia wizara ya viwanda na biashara ili kufanya mapitio ya kero za wafanyabiashara na kuziratibu ili wafanyabiashara anataka kufanya biashara anze. Tumefungua milango ya wazi
kwa Watanzania kuingia kwenye biashara. Jana nimeeleza pia, sasa nimerudia hapa, wale wote ambao mnafanya biashara, endeleeni kufanya biashara. Wale wote ambao mnatamani kuanzisha biashara, msisite, milango iko wazi. Biashara ndogo, biashara za kati, hata biashara za kubwa, zile kubwa za uwekezaji. Na leo hii tumeanza kuwashirikisha Watanzania kuingia kwenye masuala ya biashara wenyewe. Shirika au umoja wa wafanyabiashara Tanzania tulianza kuimarisha pale ambapo kulitokea mgogoro Kariakoo, na baada ya mazungumzo ya muda mrefu pale Kariakoo tulitoka na maazimio 15 yaliyoibuliwa na kamati iliyoundwa ya pamoja ya taifa iliyozunguka kwenye masoko yetu nchini yote, na mwenyekiti anajua vizuri zaidi. Kero mbalimbali za wafanyabiashara tumeendelea kuzipunguza kwa kiasi kikubwa ili mfanye biashara kwa uhakika. Kero mbalimbali za wafanyabiashara ziliwekwa kwenye maazimio ambayo leo mwenyekiti wetu anatusihi tuweke kwenye sheria ili utekelezaji wake uendelee. Na mtazamaji wetu, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa akijibu swali hilo. Lakini pia wakati anazungumza hapo ni Makambako hiyo, ambapo alipata nafasi pia kutembelea kiwanda cha kuchakata maparachichi, akajionea namna kazi zinavyofanyika na maparachichi ambavyo wanasema ni dhahabu ya kijani. Kwa nyanda za juu kusini wanaitambua kama dhahabu ya kijani kutokana na ubora wa parachichi inayozalishwa Tanzania, lakini pia thamani yake kwenye soko la dunia. Mataifa wenzetu wanaichukua kwenda kutengeneza vitu vingi ikiwemo vya urembo kwa ninyi wanawake. Hata tunda lake lile na ndani pia bado lina thamani kubwa zaidi. Kubwa mno. Sawa, tunaendelea kusonga mbele zaidi, lakini waweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ambayo ni 0769 043092 kwa ushauri na maoni katika haya ambayo tunaendelea kukujuza kupitia Gumzo la Habari. Sasa naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni waziri wa nishati Dr. Doto Biteko na mbunge amesema kuwa mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere umefikia hatua muhimu baada ya mtambo wa 9 na wa mwisho kukamilika na kukabidhiwa rasmi kwa serikali. Serikali ilipiga matarajio, ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu tulivyo project tukaona huko tunakoenda tutakutana na matatizo. Kwa hiyo 2023 hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya tatu, na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndo tumekabidhiwa mashine ya 9 ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Na hii haitokei kwa bahati mbaya, inatokea kwa sababu moja tu, serikali yetu kwa miaka 4 hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Maana yake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi hii kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi, tunamalizana na huo mkataba, Songas haende, tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana. Lilishindikana kwa zaidi ya miaka 20. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema. Songas jamani imeisha muda wake wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunamshukuru sana, na tunataka tuambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati Mheshimiwa Rais ameifanyia kazi kubwa sana. Na mtazamaji wetu, Mheshimiwa Doto Biteko hapo alikuwa akizungumza katika kikao cha baraza kuu la Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa kinachofanyika katika ukumbi wa mikutano wa ACC jijini Arusha, ambapo amesema kuwa hatua hiyo ni moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo
ni mambo makubwa kweli kweli, na tunaamini kwa namna ambavyo anazungumza ni kwamba huu mradi bwana ameupokea ukiwa umekamilika kwa asilimia zote. Ndio. Na hauna changamoto zozote. Na kwa kuliongezea hilo Halima, kwa kile alichokizungumza Mheshimiwa Doto Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ni kwamba uwepo wa kuja kwa mashine ya 9 katika bwawa la Mwalimu Nyerere kunaenda kumaliza ule usubirishaji wa kile kilichokuwa kinasubiriwa cha mitambo yote kufungwa katika gridi ya taifa, sababu umeme unaotakiwa kuzalishwa pale unatakiwa kuingia kwenye gridi ya taifa. Swali linabaki kwa Watanzania juu ya kile ambacho aliongea Mheshimiwa Rais cha umeme kununua Ethiopia. Tukumbuke kwamba kununuliwa kwa umeme Ethiopia haimaanishi kwamba hatuna umeme wa kutosha, bali ukaribu wa miundombinu ya umeme kutoka Ethiopia kuja Kenya na kuingia Namanga kuja Tanzania, wao wanauleta kwa gharama zao mpaka eneo lile. Kwa kanda ya kaskazini kuchukulia umeme Namanga inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kutoa umeme kutoa kwenye gridi ya taifa upande wa kusini pwani huku kupeleka kaskazini. Inakuwa inachukua kwanza gharama nyingi kusafirisha, lakini umeme mwingi unapotelea njiani, jambo ambalo linafanya saa nyingine umeme utakuwa unapata wanasema hauji katika nguvu inayohitajika. Kwa hiyo serikali kuja kumaliza hili la kuweka mashine ya 9 kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere kunaenda kuongeza umeme kwenye gridi ya taifa, lakini pia kunaenda kuhakikishia nchi nishati ya kutosha na ya uhakika. Lakini Watanzania wabaki tu wakiamini kwamba kuchukuliwa kwa umeme Ethiopia hautoleta shida eti kwamba kwa nini tuna umeme huu wote unazalishwa afu bado tunachukua umeme Ethiopia. Ni kutokana na umbali ulioko. Tanzania ni kubwa. Kutoa umeme pwani huku kusafirisha mpaka maeneo ya kaskazini kule, unapotea umeme mwingi njiani afu unafika hauna ubora. Na ni kwamba mpaka sasa mawasiliano ama mazungumzo pia kati ya Zambia na Tanzania ndio kuwauzia umeme kwa uzuri kabisa, na wamebakiza tu kama asilimia chache ya kwamba sasa shughuli zianze. Na tunashirikiana nao kwenye mambo mengi, kwenye bomba la mafuta la Tazama, kwenye reli ya Tazara na mambo mengine kama haya. Sawa, ni taarifa hiyo mtazamaji wetu, tunaendelea kusonga mbele zaidi, lakini sasa kule Sumbawanga tunaambiwa mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Mheshimiwa Nyakila Ali Chirukile ametoa onyo kali kwa watumishi wanaotekeleza ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga dhidi ya vitendo vya ubadhirifu na wizi wa vifaa vya ujenzi. Akiwa katika ziara ya kushtukiza, Mheshimiwa Chirukile alibainisha kuwa kuna baadhi ya viongozi na wafanyakazi wanaojihusisha na hujuma kwa kushirikiana katika wizi wa malighafi, jambo linalokwamisha maendeleo ya mradi huo. Kuna wizi mkubwa unaendelea, na nahisi ndio maana mkutaka kuweka uzio kama huo wakati wa ujenzi. Na wizi huo upo kwenye upande wa mafuta na vifaa vingine vyote. Na wale wanaoonekana ni wazalendo mnawapandikiza majina ya kipumbavu. Ndugu zangu, huu mradi ni wa Watanzania, sio mradi wa Mchina. Umesikia? Sio mradi wa Mchina. Chochote mnachokifanya hapa mnajihujumu ninyi wenyewe. Chochote mnachokifanya hapa cha ubadhirifu mnajihujumu ninyi wenyewe. Tujihadhari, tujiepushe na mambo ya udokozi kwenye miradi ya serikali. Kwa sababu haya mnayofanya, ungemkuta mtu anafanya kwenye mradi wako binafsi nyumbani kwako, unachukua chochote unamwadhibu. Lakini kwa kuwa ni mradi wa serikali, unaona huwa ukuhusu. Na mtazamaji, hiyo ni Sumbawanga, ambapo basi tunabaki tukishangaa kwamba kwa nini inakuwa hivyo. Viongozi wenyewe kwa wenyewe wanashirikiana kufanya vitendo hivyo, lakini sasa amani inakuwa haipo tena na hao viongozi. Wananchi na wenyewe wanabaki kushangaa inakuaje viongozi kwa viongozi ndio wanapiga madili hayo. Na wengi wakidhani kwamba miradi hiyo ni ya nchi za nje, sababu unapoona labda mfano civil engineering au makampuni ya Kichina yanapokuja kufanya, yanachukua tenda au zabuni kwa ajili ya kufanya miradi ya kiserikali, lakini Mtanzania anapoona vile anadhani kwamba wale wamekuja kutunyonya, pasi na kujua kwamba wale wamechukua zabuni au kandarasi ya kukamilisha mradi ili wewe upate maendeleo ndani ya eneo lako. Lakini tabia udokozi sidhani kama inaanzia kwenye ukubwa. Kama mtu alikuwa tayari kubeba nyama finyango kwenye sufuria nyumbani, tegemea huyu mtu kwamba kama hakudhibitiwa tokea chini
ni wazi kabisa ukubwani lazima atakuja kufanya. Kuna mtu kabisa asili yake ni udokozi. Yaani unaweza kukuta kuna chakula kipo lakini ni cha kwake ameandaliwa, lakini atadokoa kwanza ndo atakuja kula baadaye. Kwa hiyo kama mtu kama huyo unadhani kwamba akifika ukubwani anakuja kuwa namna gani? Kwa hiyo ni tabia ambayo chini haikuwekewa misingi, hakukuwa na ufuatiliaji, labda malezi mabovu, mazingira, lakini pia tamaa. Lakini mimi hiyo naweza nikasema katika viongozi labda ni wao wenyewe tu kukosa uadilifu, lakini pia kutoamini yule mdhabuni ambaye amewekwa pale kufanya ile kazi ambayo atakuwa kukamilisha wakati, pasipo kujua wao ya kwamba huo udokozi wanaofanya kuiba hivyo vifaa wanachelewesha kukamilisha maendeleo ambao ni wao wenyewe kwa wenyewe ambao wanatakiwa hayo maendeleo ni ya kwao wanafanyiwa. Na imekuwa tu si kwenye ubadhirifu. Imekuwa hadi saa nyingine pia zinahusishwa imani za kishirikina. Tumeona juzi Mheshimiwa Jumaa Aweso akitoa ripoti pale kwenye kukamilisha wiki ya maji akisema kandarasi wanalalamika mabomba yanapaa kama ndege. Sasa kama kuna watu wanaingiza ushirikina kwenye miradi ya serikali, ni wazi kabisa maendeleo yanaendelea. Yaani kwamba hawaamini katika kile kinachokwenda kufanyika kwa ajili yao. Wanahujumu. Tuseme ni kama tu wahujumu. Lakini serikali haiamini hizo vitu. Serikali haiamini, ndio maana sangine inakosa ushahidi wa kuwakamata. Inabaki shida kwa mkandarasi tena kwamba hata kama yanapaa pambane, kazi ikamilike kwa muda uliowekwa. Wanadai ni science ya kidunia. Basi mtazamaji, tunakamilisha gumzo la habari kitaifa, tuhamie kunako kimataifa. Kimataifa yako mengi ambayo yametokea huko, lakini kileo tukibaki hapa barani Afrika na tukianzia pale nchini Kongo ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono wa Rwanda wameshambulia mashariki mwa Kongo na wamesema kwamba wako tayari kuwapiga na kuhakikisha kutoka kwenye maeneo na miji walioiteka Walikale, ambapo ishara ya kuunga mkono juhudi za kuleta amani. Muungano wa ukanda huo wa makundi ya waasi wa AFC na M23 wamesema katika taarifa yake iliyochapishwa kwenye jukwaa la mtandao wa X zamani Twitter kwamba umeamua kuviondoa vikosi vyake kutoka kwenye mji wa Walikale na pia kutoka kwenye maeneo jirani ya mji huo. Uamuzi huo unaambatana na hatua ya kusitisha machafuko na mapigano iliyotangazwa mwezi Februari na ni hatua ya kuunga mkono mipango ya kuleta amani. Kauli ambayo imepokelewa kwa mashaka na maafisa wa jeshi la Kongo, ambapo mpaka sasa haijulikani ni wapi waasi wa M23 wamevipeleka vikosi vyake baada ya kuviondoa kutoka kwenye mji ya Walikale. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba inatumai kwamba M23 itakamilisha hatua hiyo kiuhalisia baada ya kundi hilo mnamo wiki hii kujiondoa katika dakika za mwisho kwenye mazungumzo na serikali ya Kongo huko nchini Angola kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake pamoja na maafisa wa Rwanda. Wakati huo huo, jeshi la Uganda limeripoti kuwa Kodeko katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo kuna mauaji ya kundi hilo watu wapatao 242, ambapo Kodeko ni kati ya kundi la waasi ambapo linafanya mashambulizi yake katika maeneo ya mashariki mwa Kongo na katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki, ambapo baada ya waasi hao kuwashambulia wanajeshi wa Uganda katika mji wa Fataki. Lakini tangu mwaka 2021 jeshi la Uganda lilipelekwa katika eneo la mashariki mwa Kongo kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa waasi wa Uganda wa ADF na wanamgambo wa Kongo wa Kodeko wanaodaiwa kuwa ni mfungamano na wapiganaji wa ADF katika jimbo la Ituri. Lakini kundi la Kodeko ambalo liibuka kutokana na mzozo wa kikabila kuhusu matumizi ya ardhi linaongezea mashambulizi yake katika miezi hivi karibuni ya kuvichoma moto vijiji na uporaji huko jimbo la Ituri. Mashambulizi katika mashariki mwa Kongo yamezidi kupamba moto, vikundi vingi vya waasi vikizidi kuibuka na kubaki katika ardhi hiyo, vingi vikipigania rasilimali na mali zilizoko katika taifa hilo la magharibi mwa Afrika. Tukielekea katika taarifa nyingine ni pale nchini Kenya ambapo naambiwa maafisa wasiopungua 6 wa polisi nchini Kenya wameuawa na kundi la waasi la wanamgambo wa Al-Shabaab ambalo lililenga kambi ya polisi ya watu wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo hao wa kikundi cha Kiislamu na kundi la Al-Shabaab. Taarifa za polisi zinasema kuwa wanamgambo wa Somalia wenye mfungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda ndio waliosababisha na walioshukiwa kuwa
kwenye mauaji hayo. Lakini washambuliaji kutoka kundi hilo walianzisha mashambulizi alfajiri katika kambi inayohifadhi askari wa akiba walitumia silaha za aina mbalimbali kuivamia kambi hiyo, ambapo siku ya Jumanne ubalozi wa Marekani ulitoa tahadhari kwa wa Marekani kutosafiri kwenda katika baadhi ya maeneo nchini Kenya ikiwemo Garissa na kaunti zingine kwenye mpaka wake na Somalia kutokana na vitisho vya ugaidi. Hayo ndio yaliyotokea pale nchini Kenya yanayoongelea juu ya vikundi mbalimbali vya ugaidi ambavyo vimefanya mashambulizi. Kikundi cha Al-Shabaab ambacho kina operate maeneo ya Somalia, Mogadishu tumeshuhudia pia wakiwa na tekeleza vitisho mbalimbali kwenye misafara ya viongozi, lakini kwa sasa imekuwa ni kama wanakuja kwa awamu nchini Kenya, wanafanya mashambulizi, wanaondoka. Lakini ukiangalia kikubwa ni kwamba ni makundi yanayofadhiliwa na serikali mbalimbali za nchi za Magharibi, wengi wakihusisha pia na makundi ya Al-Qaeda. Al-Qaeda ilikuwa ni mtandao mkubwa kipindi cha Osama bin Laden, kina Saddam Hussein, ni makundi ambayo yalikuwa tishio, japo kwa sasa ni kama yamepoa, lakini kwa kiasi kikubwa yamewahi kufanya matukio makubwa, yameanza kuamka, lakini mengi yakitumia majina tofauti kabisa. Na wanatumiwa zaidi ili kuhakikisha wanaleta shida katika mataifa hayo makubwa ambayo yana mali nyingi zilizopo ardhini, mafuta, lakini ni kwamba suluhisho linatakiwa kupatikana katika mataifa haya ili julikane kwamba taifa hili ni la nani, linabaki kwa nani, ili amani iwepo, kwa sababu wanaathiri sasa maisha ya wananchi, watoto, wanawake, makazi yanaharibiwa, vyanzo vya maji, umeme. Kwa hiyo ni changamoto sasa ambazo zinaendelea kwa wenzetu. Na Kenya sio mbali. Kenya sio mbali. Ukiangalia katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, katika moja ya nchi ambazo zinakumbwa na matukio ya ugaidi mara kwa mara ni nchini Kenya. Ni majirani zetu, tuko nao kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kumekuwa na juhudi za hapa na pale za kuhakikisha makundi haya basi hayawi sehemu ya kusababisha vita na mtafaruku ndani ya mataifa haya. Lakini pia ukiangalia pale nchini Kongo, waasi hawa ni ukanda ambao pia unatawaliwa. Ukiangalia Kongo, Uganda, Rwanda, Burundi ni mataifa ambayo yako kwenye ukanda mmoja. Ukiangalia mpaka wa Kongo ni nchi moja kubwa ambayo inafika hadi kwenye ukingo wa Uganda. Kwa hiyo haya makundi ambapo yanakuta yanatokea, unaambiwa ni la Uganda, huyu anamshutumu huyu, yule anamshutumu ule, lakini ingekuwa juhudi ya pamoja ya mataifa haya yote katika ukanda ule, nadhani hivi vikundi vingenyamazishwa. Mfano waungane Rwanda, Burundi, Uganda na Kongo wenyewe kwa ajili ya vikundi, sababu Kongo unaambiwa na vikundi zaidi ya 600 vya waasi. Unaposikia Codeco, AFD, ADF, unawasikia waasi wa M23 na makundi mengine madogo madogo, kila mmoja lina ngome yake. Kwa hiyo saa nyingine vinakuwa vinaungana kwa ajili ya kuipiga serikali. Basi ni gumzo hilo la habari, mtazamaji, kimataifa tumefikia hapo, lakini ili kukamilisha tusome baadhi ya jumbe chache hapa kutoka kwa watazamaji wetu. Huyu anasema kiukweli umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere wa maji ni wa bei rahisi. Basi tuongezwe tokeni jamani, 1500 tunapata tokeni chache sana. Wananchi wa hali ya chini tunateseka mno. Haya, huyu ni baada ya kusikia habari ile ya mtambo wa 9 kwenda kukamilika tayari kukabidhiwa. Sawa, tukiendelea zaidi kuzitazama jumbe hapa za watu wa Mungu. Huyu anasema kwa majina anaitwa Victoria, yuko Dodoma. Haya, anasema sifa na utukufu anamrudishia Mungu kwa sababu ya familia yake. Lakini mwingine hapa ni Aisha, anasema hakika taifa letu la Tanzania tumshukuru Mungu kwa amani iliyopo. Tuwaombee viongozi wetu, haya tunayaona kwa wenzetu hakika yasije katika taifa letu la Tanzania. Haya ni maoni yake hayo. Mwingine anasema Tanzania na Zambia kinachotuweka pamoja ni swala hilo la kuuza umeme, lakini tuangalie pia vita isije ikatukuta nasi. Haya ni maoni hayo. Ni dakika ya 38 sasa, mtazamaji, tunafikia tamati ya kipengele hiki cha gumzo la habari. Tunaenda mapumziko mafupi, vipunde hapa tunarejea katika kipengele cha nguvu ya madhabahu. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la Morning.
Waweze sana.